Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Na Mungu akubariki pia kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo nina post kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutakwenda kujifunza kichwa chenye ujumbe unaosema kwamba usijali watakavyojisikia, wewe sema ukweli. Usijali watakavyojisikia, wewe usema ukweli. Yesu hakujali watu watakavyojisikia, viongozi wa dini watakavyojisikia. Kumbuka tunaangalia ujumbe kwamba usijali watakavyojisikia, wewe sema ukweli. Wewe sema ukweli. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho, na mafundisho yakafanyika msaada kwako, yakafanyika baraka kwako katika jina la Yesu. Yesu kwenye huduma yake, Yesu kwenye utumishi wake, hakujali jinsi ambavyo viongozi wa dini watajisikia, lakini aliwaambia ukweli kwa ujasiri. Ndicho na alifanya hivyo ili kuweka kielelezo na sisi tuweze kusema ukweli hata kama haupendwi. Hata kama upendwi. Mara nyingi kumbuka kwamba ukweli wa upendwi. Tangu zamani ukweli wa upendwi. Watu wengi ambao wanasimama katika ukweli mara nyingi wanakufa hata kabla ya wakati wao. Usijali watakavyojisikia, wewe sema ukweli. Yesu aliwaambia ukweli, wakakwazika mpaka wakamtundika msalabani kwa sababu alisimama katika kweli. Ukweli siku zote huwa upingwi. Lakini usijali watu watakavyojisikia. Yesu hakujali Mafarisayo watakavyojisikia watakapoambiwa ukweli. Aliwaambia ukweli. Tunaposoma kwenye Mathayo 23:27 akawaambia, nyinyi Mafarisayo ni wanafiki, na nyinyi ni kama mifupa, ni kama makaburi yaliyopakwa rangi, lakini ndani yamejaa mifupa. Ndani yamejaa mifupa. Na ni kweli ndivyo walivyokuwa Mafarisayo. Kwa nje walikuwa wanaonekana kwamba ni wazuri, lakini ndani walikuwa wafai, walikuwa wamejaa unafiki. Yesu akawaambia pia kwamba nyinyi Mafarisayo ni wapumbavu na vipofu. Wapumbavu na vipofu. Yesu aliwaambia Mafarisayo kwamba enyi nyoka, aliwaambia enyi nyoka na wana wa majoka. Yesu hakujali jinsi ambavyo viongozi wa dini watajisikia, lakini aliwaambia ukweli. Aliwaambia ni wanafiki, na ndivyo walivyokuwa, kwa sababu Yesu alikuwa anaangalia mpaka ndani ya mioyo yao. Kwa usijali watu watakavyojisikia, simama sema ukweli. Kama ambavyo Yesu alisema ukweli. Kama ambavyo Yesu alisema ukweli. Ukweli siku zote unapingwa. Ukweli siku zote haupendwi. Lakini sema ukweli bila kujali watakavyojisikia. Bila kujali watakavyojisikia. Usitafute kukubaliwa na kila mtu. Usitafute kuishi maisha ya kumfurahisha mtu. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ishi maisha ya kumfurahisha Mungu peke yake. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu peke yake. Kumbuka watu wengi wanapenda giza. Na kwa sababu ya kupenda giza, hawataki kusikia ukweli. Hawataki kusikia ukweli. Tunaposoma kwenye Yohana 3:20 nasema kwamba kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala haji kwenye nuru. Wala haji kwenye nuru ili matendo yake mabaya yasije yakaonekana. Yohana 3:20 kwamba mtu atendaye mabaya huchukia nuru. Mtu atendaye mabaya huchukia ukweli. Mtu atendaye maovu huchukia ukweli, na wala hataki kuja kwenye nuru. Matendo yake mabaya yasije yakaonekana, yasije yakakemewa. Yasije yakakemewa. Na ndio maana kuna watu wengi ambao hawataki kuokoka kwa sababu kuna mambo ambayo wanataka kuendelea kufanya. Wakija kwenye nuru, matendo yao maovu yatakemewa, na hawataki matendo yao yakemewe, wanataka kuendelea kuyafanya haya. Usijali watakavyojisikia, wewe sema ukweli. Yesu hakujali Mafarisayo watakavyojisikia. Yesu hakujali waandishi watakavyojisikia. Yesu hakujali Masadukayo watakavyojisikia. Aliwaambia ukweli. Alisema, ole Mafarisayo na waandishi, nyinyi wanafiki, nyinyi vipofu na mapumbavu, enyi nyoka, wana wa majoka. Wana wa majoka, nyinyi ni kama makaburi yaliyopakwa rangi, lakini ndani yamejaa mifupa. Na ndio sababu Mafarisayo kaona njia pekee ya kumuondoa huyu mtu. Njia pekee ya kumuondoa huyu mtu ni kumuua. Wakamuua Yesu kwa sababu ya kusema kwenye ukweli. Kumbuka watu wanaotenda mabaya
hawataki nuru, hawataki kuambiwa ukweli, na wanataka kuendelea kukaa kwenye giza, hawataki kuja kwenye nuru, kama ambavyo Yohana 3:20 anasema, hawataki kuja kwenye nuru, matendo yako mabaya yasije yakakemewa. Na ndio maana watu waliookoka ni wachache. Wengine hawataki wokovu kwa sababu wakija kwenye nuru, matendo yao maovu yatakemewa. Usitafute kukubaliwa na kila mtu. Yesu ambaye ni mwana wa Mungu hakukubaliwa na kila mtu. Wewe ni nani hatukubaliwa na kila mtu? Wewe ni nani hatukubaliwa na kila mtu? Hakuna mtu chini ya jua anayekubaliwa na kila mtu. Hayupo. Hata kuna watu, hata kama ukijitahidi namna gani, kuna watu wengine ambao huwezi kuwafurahisha. Usijali watakavyojisikia, wewe simama katika kweli. Simama katika kweli. Amani ya Kristo na yaamue ndani ya moyo wake. Usiishi maisha ya kuanza kuwahofia watu, kuwa mtumwa wa watu. Simama katika kweli bila kujali, sema ukweli bila kujali jinsi watakavyojisikia. Yesu hakujali viongozi wa dini watajisikiaje. Aliwaambia ukweli kwamba nyinyi ni wanafiki. Nyinyi ni wanafiki. Nyinyi ni wanafiki. Nyinyi ni nyoka na uzao wa majoka. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kusema ukweli bila kujali jinsi ambavyo watajisikia, kuambia ukweli ili mwenye kupona aweze kupona. Roho ya ujasiri na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment, na Mungu akubariki katika